na kujibu mashambulio dhidi ya kituo chake cha gesi. Karibu msikilizaji, matangazo haya pia yapo mubashara kwenye mitandao yetu ya kijamii. Katika muktadha wa kukwamua mchakato wa amani mashariki mwa DRC ambao unaonekana kukwama kufuatia kuendelea kushuhudiwa kwa mapigano, Marekani iliwakaribisha wawakilishi kutoka DRC na Rwanda mjini Washington siku ya Jumanne na Jumatano. Ali Bilali anatueleza zaidi. Ilikuwa ni mkutano wa kwanza kati ya pande hizo mbili tangu idara ya hazina ya Marekani ilipoiwekea vikwazo jeshi la ulinzi la Rwanda na maafisa wanne wakuu Machi 2 mwaka huu. Washington imeilaumu Rwanda kwa kuunga mkono kundi la waasi la AFC M23 kwa kuendelea kwa vurugu mashariki mwa DRC. Rwanda inakanusha kuiunga mkono M23. M23 ilifanya mashambulizi makali mashariki mwa DRC Januari mwaka 2025 na bado inashikilia maeneo makubwa ya ardhi. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda zilikubaliana kwa mfululizo wa hatua zilizoratibiwa ili kupunguza mvutano na kuendeleza utulivu, kulingana na taarifa ya pamoja ya Marekani, DRC na Rwanda iliyotolewa na idara ya serikali Jumatano. Juhudi hizi zinajumuisha kujitolea kwa pande zote kwa hatua maalum za kuunga mkono uhuru wa kila mmoja na uadilifu wa eneo, kutengwa kwa vikosi, kuondolewa kwa hatua za kujilinda na Rwanda katika maeneo yaliyoainishwa katika eneo la DRC. Kwingineko nchini humo, wakimbizi wa ndani kutoka majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini waliokimbilia mjini Lubumbashi kwa sababu ya utovu wa usalama mashariki mwa DRC wanalalamikia hali ngumu ya maisha, ambapo wanakosa misaada muhimu ya kibinadamu, ambapo siku ya Jumatano aliandamana na kupiga kambi kwenye ofisi ya gavana wa jimbo la Haut-Katanga kuomba msaada. Mwandishi wetu Denis Mayo anaeleza zaidi akiwa Lubumbashi. Kwenye lango la kuingilia ofisi ya mkuu wa mkoa, mamia ya wakimbizi wakiwemo wanawake na watoto walikuwa wameketi chini, wengine wakionekana kuwa wamechoka na wenye njaa wamelala chini. Nao wanaomba msaada, alieleza kiongozi wao Paul Biamungu. Tunakosa makao, tunakosa chakula, tunakosa na matunzo. Mamvula hii kunanyesha kila siku, inapomola manyumba tote balikuwa natupatia. Kusema hivi jamaa zote zinaanza kulala nje. Ndio tunakuya kulilia bakubwa, bajisensibilize, batusaidie. Bibi Destine Riziki ni mkimbizi toka mji Bukavu. Wakubwa wa nchi batuangalilia koshe watu ya este, tunateswa sana juu ya gisi ya kuikala. Kama ni mkambi wanatutia juu tujikute na shetu tunajikuta tamu amani. Kwa wiki kadhaa wahami hao wanalalamika kwa viongozi mbalimbali wa mkoa bila mafanikio. Mkurugenzi wa taasisi ya utafiti wa haki za binadamu IRDH Hubert Chiswaka anasikitika. Tunakuwa na sikitiko mingi sana, kwani inaonyesha kama wakubwa wetu wa nchi hawaangalie population. Hapana, wanakuwa wanafuata maneno mengine, ili yanatuhuzunisha sana. Baadhi ya vyanzo husema kuwa Kinshasa inatenga fedha za kila mwezi kwa wizara ya masuala ya kibinadamu ya jimbo kusaidia wakimbizi wa ndani, lakini Valerien Mumba, waziri wa mkoa wa masuala ya kibinadamu, anasema anasubiri uamuzi wa gavana kabla ya kuchukua hatua. Denis Mayo, Lubumbashi, RFI Kiswahili. Kwa mara ya kwanza katika zaidi ya miongo minne, vifaru wamerejeshwa katika hifadhi ya kitaifa ya bonde la Kidepo nchini Uganda. Faru wa mwisho katika hifadhi hiyo aliuawa na wawindaji haramu mwaka 1983. Rais wa Kenya William Ruto ametetea matamshi yake hivi punde dhidi ya viongozi wa upinzani, akisema kwamba hajutii na yuko tayari kupambana nao moja kwa moja, akiwatuhumu kwa kuanzisha siasa ya kushambuliana. Watu 15 wameuawa katika mji wa Tine nchini Chad uliopo mpakani baada ya kushambuliwa na ndege za kijeshi zisizokuwa na rubani kutoka nchini Sudan. Hilary Ingati anaeleza zaidi. Maafisa wa serikali nchini Chad wanasema shambulio hilo liliwalenga raia wa kawaida waliokuwa msibani. Taarifa za jeshi nazo zimethibitisha tukio hilo na kuongeza kuwa ndege hiyo isiyokuwa na rubani ilirushwa na wanamgambo wa RSF. Hata hivyo, RSF imekanusha kuhusika na shambulio hilo na badala yake kulaumu jeshi la Sudan kuhusika. Mzozo wa Sudan ambao umekuwa ukiendelea kwa mwaka wa 3 sasa umevuka mpaka na kuathiri nchi jirani ya Chad ambayo imeshuhudia wakimbizi wa
kukimbilia nchini humo. Vita vinavyoendelea nchini Sudan vimesababisha vifo vya maelfu ya watu, huku zaidi ya milioni 12 wakisalia wakimbizi, wakiwemo milioni 1 waliokimbilia nchini Chad. Nini mada ya habari rafiki? Leo kwenye habari rafiki tunaangazia uamuzi wa kushangaza ambao umetolewa na shirikisho la soka barani Afrika CAF kufuta ushindi wa Senegal kama mabingwa wa taji la AFCON na kulipa taji hilo Morocco ambao walikuwa ni wenyeji wa michuano hiyo. Unadhani uamuzi huo ulikuwa sahihi? Unafikiri uamuzi huo utakuwa na madhara gani kwa soka barani Afrika? Tutumie mchango wako wa sauti kwenda WhatsApp alama kujumlisha 254 Rais wa Nigeria Bola Tinubu ambaye anafanya ziara ya kiserikali nchini Uingereza leo atakutana na kufanya mazungumzo na Waziri Mkuu Keir Starmer. Jana Rais Tinubu alikaribishwa kwenye dhifa iliyoandaliwa kwa ajili yake na ujumbe wake kutoka kwa Mfalme Charles wa III, ambapo viongozi hao wamesifia uhusiano na ushirikiano kati ya Nigeria na Uingereza katika masuala mbalimbali. Hii ni sehemu ya hotuba ya Rais Tinubu. Nigeria and United Kingdom. Nigeria na Uingereza ni washirika wa karibu, sio kwa sababu tu ya historia, lakini ni mataifa mawili yaliyo na ushirikiano na historia ya maendeleo na uvumilivu. Leo hii safari hiyo inaendelea kuhakikisha kuwa tunajenga ushirikiano wa kuheshimiana na katika mambo tunayoamini. Sauti yake Rais wa Nigeria Bola Tinubu. Vikosi vya Nigeria kwa kusaidiwa na usaidizi wa angani vimefanikiwa kuzuia shambulio la wanajihadi wa Kiislamu dhidi ya kambi ya kijeshi katika jimbo la kaskazini mashariki la Borno na kuua takriban wapiganaji 80 wa Kiislamu, wakiwemo makamanda wao wa juu. Serikali ya Senegal imesema kwamba inataka kufanyika uchunguzi wa huru wa kimataifa juu ya ufisadi baada ya timu ya taifa ya soka Simba wa Teranga kuvuliwa ubingwa wa kombe la mataifa ya Afrika na shirikisho la soka CAF na badala yake kuitangaza Morocco kama mabingwa wa kombe hilo miezi miwili baada ya fainali ya michuano hiyo. Vita vya Mashariki ya Kati vimeendelea huku Iran ikirusha makombora kulenga vituo vya nishati na gesi nchini Qatar na Saudi Arabia baada ya Israeli kushambulia kituo kikubwa cha gesi nchini Iran cha Paz. Victor Abuso anaeleza zaidi. Wizara ya nishati nchini Qatar imesema kituo chake cha gesi kilichopo Ras Laffan kimeshambuliwa vibaya kufuatia shambulizi la makombora kutoka nchini Iran. Kufuatia kitendo hicho cha Tehran, Qatar imeamua kufukuza uwakilishi wa jeshi la Iran nchini mwake. Nchi ya Falme za Kiarabu nayo imeagiza kufungwa kituo chake cha gesi cha Habshan jijini Abu Dhabi, huku Saudi Arabia ikisema vituo vyake viwili vya kusafisha mafuta vimeshambuliwa na makombora ya Iran. Naye Rais Donald Trump amesema Marekani haikufahamu kuwa Israeli ilishambulia kituo cha gesi cha Iran na kutishia mashambulizi makubwa yatafanyika katika kituo hicho kusini mwa Pars iwapo Tehran itashambulia tena kituo cha gesi nchini Qatar. Kupitia mtandao yake ya kijamii, kiongozi huyo wa Marekani ameongeza kwamba Israeli haitoshambulia tena kituo hicho cha gesi nchini Iran iwapo tu Qatar nayo haitashambuliwa. Waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia mwanamfalme Faisal bin Farhan Al Saud ameonya Iran kwamba hawataendelea kuvumilia mashambulio dhidi ya nchi yake na nchi jirani za Ghuba, akiitaka Tehran kufikiria upya mkakati wake. Mkuu wa idara ya kitaifa ya ujasusi wa Marekani Tulsi Gabbard amesema kuwa utawala wa Iran bado ni kamili, lakini umedhoofika kwa kiasi kikubwa kutokana na mashambulio dhidi ya uongozi wake na miundombinu ya kijeshi. Dakika 40 baada ya saa 1 asubuhi Afrika Mashariki. Karibu Victor Abuso na habari za michezo. Naam, asante sana mwenzangu Minslet. Rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF Patrice Motsepe
ametetea uamuzi wa bodi ya rufaa ya shirikisho hilo kuamua kwamba Senegal haikushinda kwa haki michuano ya AFCON na ushindi huo kuiendea Morocco, akisema kwamba taratibu na sheria zote zilifuatwa kabla ya uamuzi huo kutolewa. Lakini pia amekiri kwamba soka la Afrika, uongozi wake unakabiliwa na changamoto za kuaminiana, swala ambalo amesema kwamba limekuwepo kwa kipindi kirefu sana, na kama ulivyosema, serikali ya Senegal na mashabiki wa soka huko Senegal wameghadhabishwa sana na hatua hiyo, na sasa wanataka uchunguzi zaidi kufanyika, wakidai kwamba labda kulikuwa kuona masuala ya rushwa, wakati huu wakiamua kukata rufaa kwenye mahakama ya kimataifa ya michezo kule Uswisi. Abuso, ukiwasikiliza wachambuzi wengi wa soka wanaona kwamba uamuzi huo umeitia doa soka la Afrika, na ni mjadala ambao bila shaka kama ulivyosema hapo jana, ni mjadala tunatarajia kuendelea kwa wiki kadhaa. Hakika, na tunatarajia kusikia mengi zaidi katika miezi inayokuja, na hii inakuja tu kabla ya kufanyika kwa michuano mingine ya AFCON hapa Kenya, Tanzania na Uganda. Hatujui kama uamuzi huu unaweza ukaathiri maandalizi ya hata michuano hiyo. Tusubiri tuone, lakini lazima kwa vyovyote kutakuwa na athari. Kule Tanzania kulikuwa na mechi mbili za ligi kuu ya soka Tanzania bara. Mabingwa watetezi Young Africans na TRA United, timu zote mbili hazikufungana, lakini Tanzania Prisons walifungwa na Singida Black Stars 2-1. Hapa nchini Kenya kulikuwa na mechi moja tu. FC Leopards ilichomoza na ushindi wa 1-0, ikiwa imetokea katika kichapo ilichopata wiki iliyopita dhidi ya Mathare United. Kule DRC pia kulikuwa na mechi kadhaa za ligi ya soka. Klabu ya DC Motema Pembe na Dolphin Noir zote zilitoka sare ya 1-1, huku TP Mazembe ikishinda Malole 3-0. Kule barani Ulaya sasa imeshafahamika timu zitakazomenyana katika hatua ya robo fainali kwa nia taji la UEFA. Hii ni baada ya kutamatika kwa hatua 16 bora usiku wa kuamkia leo. Liverpool walichomoza na ushindi wa 4-0 baada ya kupindua meza dhidi ya Galatasaray, na sasa itamenyana na klabu ya Paris Saint-Germain ya Ufaransa ambao ni mabingwa watetezi katika hatua ya robo fainali. Bayern Munich ya Ujerumani nayo pia ilipata ushindi dhidi ya Atalanta kwa 4-1, huku Barcelona ikipata karamu ya mabao baada ya kuishinda Newcastle ya Uingereza 7-2 na kufuzu kwa jumla ya 8-3, na sasa itacheza na ndugu zao Atletico Madrid katika hatua ya robo fainali. Mengi katika awamu ya pili. Shukran sana. Karibu Ali Bilali na uchambuzi wa magazeti. Nam, ni kushukuru sana Mizleti Jai. Uchambuzi wa magazeti leo nianzie kule nchini Uganda. Serikali ya Uganda yapiga marufuku magari ambayo yapo katika hali ya hatari kiufundi. Hatua hiyo inalenga kuwalinda abiria na kupunguza idadi inayoongeza ajali ya barabarani zinazohusiana na magari yasiyo salama. Ikiwa kwamba hatua hii itachukuliwa Nairobi, nafikiri mabasi yote Changamoto ya nchi zetu hizi ni ufisadi, manake si mara moja marufuku kama hii imetangazwa hapa nchini Kenya, lakini bado utakuta magari ambayo hayafai kuwa barabarani kabisa. Bado yapo. Shawahi kupanda basi ambalo mlango unafungwa na komeo kama hii tunayotumia nyumbani. Hatari sana. Gazeti la Daily Nation limeandika kuhusiana na wanajeshi wa polisi wa Kenya waliokuwepo kule Haiti warejea kishujaa baada ya kukamilisha kibarua chao huko Haiti. Lakini pia gazeti hilo limeandika juu ya sakata ambalo linaendelea la viongozi wa taifa hilo kuendelea kutupiana maneno hadharani. Lakini gazeti la Taifa Leo limeandika Omari aonya Joho kuhusu kiti cha naibu rais Kindiki. Katibu mkuu wa UDA amshutumu waziri Joho kwa kumezea mate kiti cha unaibu rais. Lakini pia mirengo miwili ODM yammezea mate huku mgawanyiko chama cha chungwa ukitokota, yani ang'ang'aniwa. Hapa yameonyesha mbunge wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EALA Winnie Odinga
ambao wanaonekana kung'ang'aniwa na mirengo miwili ndani ya ODM. Gazeti la Sudan Tribune leo limeandika rais wa Chad Idris Deby aamuru jeshi kulipiza kisasi dhidi ya mashambulizi kutoka kwa wapiganaji wa Sudan. Kama unavyojua, Chad na Sudan wanapeana mpaka na kumekuwa na mapigano, wapiganaji wamekuwa wakikimbilia upande wa Chad. Gazeti la Lusaka Times leo limeandika kuhusu Zambia kukamata magari kutokana na mgogoro wa umiliki unaomhusisha mtu anayetambulia kwa jina la Dalitso. Tumalizie uchambuzi wa magazeti na magazeti kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo magazeti yameandika juu ya kifo cha Catherine Nzunzi wa Mbombo. Naam, nikushukuru Ali Bilali. Shukrani. Tupate marudio ya makala Gurudumu la Uchumi. Gurudumu la Uchumi. Gurudumu la Uchumi. Na kusalimu popote ulipo msikilizaji wa RFI Kiswahili na kukaribisha kwenye makala ya Gurudumu la Uchumi. Jina langu ni Emmanuel Makundi. Karibu. Na msikilizaji, mataifa makubwa kama Marekani, Uchina, Urusi na Ulaya yanaendelea kushindana kiuchumi, kuanzia kwenye biashara, teknolojia, nishati na rasilimali. Lakini je, ushindani wao unaathiri vipi uchumi wa dunia na hasa ukanda wa Afrika? Leo kwenye makala ya Gurudumu la Uchumi tunajadili athari za kiuchumi kwa dunia zitokanazo na ushindani wa kimaslahi ya kiuchumi kati ya mataifa yenye nguvu duniani. Kujadili mada hii nimewaalika kwa njia ya simu Dr. Leni Kasoga, yeye ni mtaalamu wa masuala ya uchumi, na Hamdun Marcel, mchambuzi wa siasa za kimataifa, wote hawa wakiwa nchini Tanzania. Niwakaribishe kwenye makala ya Gurudumu la Uchumi wiki hii. Bila shaka. Naam, asante. Pengine nianze na Dr. Leni, kwa lugha rahisi, ushindani wa kiuchumi kati ya mataifa makubwa una maana gani? Ni kwamba kwa kweli, kwa bahati mbaya, bara la Afrika halijajipanga. Kuna wakati Mwalimu mwaka 1990 alitoa kitabu akasema The Challenge to the South, na akapendekeza kwamba bila nchi za kusini kushirikiana zitaendelea kuwa katika hali mbaya zaidi, ambazo ndio kitu kinaitwa ukoloni mambo leo. Ukiangalia wao ni kuja kuchota tu, kwa sababu ukiangalia huko Sudani wana mafuta mengi sana, lakini wanapigana wao kwa wao. Pengine Hamdun, ni kwa nini mataifa makubwa yanapigania maslahi ya kiuchumi kwa nguvu kubwa kiasi hichi, hasa sasa hivi, na inaonekana ni kama vita ya ujamaa na ubepari? Hayakuwa mataifa makubwa haya, ila kwa kujihakikishia kwamba yanapata rasilimali hizi kutoka mataifa ya Afrika, haswa Afrika. Ukubwa wa mataifa haya umetokana na uzito wa uchumi walionao katika mizani ya uchumi duniani, na uzito huo haukupatikana ila unatokana na kile walichokipata na kile walichokizalisha kutokana na rasilimali hizi ambazo kwa kiasi kikubwa zinapatikana zaidi ya Afrika. Hayakutaka mataifa ya Afrika kuwa dhaifu, yanalazimishwa kuwa dhaifu kwa sababu wenye nguvu tayari hawawezi kukubali mataifa haya yawe imara. Hilo ni jambo la msingi la kuzingatia, kwa sababu uimara wa mataifa ya Afrika kiuongozi utakuwa ndio udhaifu wa mataifa ya Ulaya na mataifa yaliyoendelea sana katika uchumi wa dunia. Lakini inapatikanaje nguvu hiyo kama hakuna matumizi makubwa ya hila, uwizi, fitna na ugomvi dhidi ya wale ambao tayari wanazo hizo rasilimali na mali zao? Dr. Leni, tumeona Marekani na mataifa mengine mengi yanawinda sana zile nchi ambazo bado zimeshikilia sera ya ujamaa, kama tumeona Venezuela ambavyo ilitaifisha na kufanya shughuli za uchimbaji wa mafuta kuwa ni za kitaifa, na wapo wanaosema kwamba ubepari unaonekana kuwashinda, kwa hivyo wanajaribu kudhoofisha uchumi wenye ujamaa zaidi. Hii dhana unaitazamaje kama mtaalamu wa uchumi? Asante sana. Hilo swala ni gumu kwa sababu kwa sasa hivi mimi nikiangalia nchi za kusini ikiwemo bara la Afrika, uongozi thabiti na imara unakuwa haupo. Na nasema hivyo kwa sababu juzi rais wa Afrika Kusini Ramaphosa alipokwenda Marekani, Rais Trump alimtikisa sana mpaka ikawa ni aibu. Nadhani Waafrika wote waliona hivyo. Sasa nyakati zile za watu kama kina Mwalimu Nyerere, kina Kwame Nkrumah, kina
Jomo Kenyatta wasingekubali dharau za aina hiyo. Wangeongea mambo ambayo yangemfanya Trump afikirie kwamba watu wa nchi za kusini ni watu, wa Afrika ni watu. Utakuta kwamba hakuna kiongozi anayesimama akatetea hiyo sera. Hata huyu kijana mdogo wa Bakini Fausta Traore hawezi kuongea. Yani tuseme tu kwamba uwezo ule wa kusimama akaongea na conviction. Kwa hiyo uongozi katika nchi za kusini haupo. Hamdun, pengine tupate hofu ama dunia ipate hofu kwamba kuna uwezekano mkubwa kwa namna ambavyo mambo yanaenda kwa sasa kukatokea vita ya tatu ya dunia na pengine ikawa ni vita ya kiuchumi. Vita ya kiuchumi ipo na hiyo itasababishwa na haswa na Wachina dhidi ya Marekani. Labda mataifa ya Ulaya kuna baadhi yao yatagawanyika na kwenda upande wa Uchina, huwezi kujua. Kwa sababu kuna migawanyiko ya wazi baina ya Marekani na mataifa mengine ya kibepari kuelekea uchumi wa ulimwengu. Sababu Marekani waisha tamaa kubwa zaidi, pengine hata dhidi ya mataifa ambayo wamekuwa marafiki na wameshirikiana katika kuporapora. Tuangalie yaliyowapata wale waliothubutu kusimamia rasilimali katika njia ambazo zilikuwa za kikamavu zaidi. Yuko wapi Salvador Allende wa Chile? Wako wapi akina Albert Fujimori wa Peru na kadhalika? Tatizo ni moja, vijana wa Afrika tunaowataja kwamba ni wazuri mno kwa sasa, sielewi tunawataja kuanzia kwenye eneo gani. Sababu tatizo linakuja kwamba mgogoro uliopo kwamba unatokana na ile tabia au tamaa ya kujaribu kuishi maisha fulani ambayo hawezi. Vijana wengi tulio nao, sio wote, vijana wengi lakini sio wote, lakini baadhi ya kubwa vijana wanapenda kuishi maisha ya kimagharibi, au ukiwaambia waanze kutia viraka kwenye viwiko vya mikono ya nguo ambazo hazijafanywa ndio kwanza zimetoka dukani ili ziweze kusajili shurba ya hicho kitakachokuja mbele ya safari, wengi hawako tayari. Na akina Traore wanaopatikana moja katika mataifa mbalimbali wanafanyiwa kila hila ya kupinduliwa na kuuliwa, na tunaunga mkono mambo haya. Mimi nafikiri uchumi wa ulimwengu wa kibepari ni uchumi usiozingatia utu wa mtu, mifumo ya demokrasia ambayo haizingatii utamaduni ni ile desturi za watu. Ni jambo la hatari sana katika Afrika. Msikilizaji, kama muungana nasi, makala ni gurudumu la uchumi, na tuko na Dr. Leni Kasoga, mtaalamu wa masuala ya uchumi, na Hamdun Marcel, mtaalamu wa siasa za kimataifa. Pengine Dr. Leni, tunatokaje hapa katika vita ambayo kwa kweli inatishia sana dunia na mustakabali wa dunia kwa sasa? Mimi ningekuwa na matumaini kwamba atatokea angalau kiongozi mmoja katika hizi nchi za Afrika ambaye atajitoa mhanga kuwaambia hawa nchi za kibepari na hasa huyu rais wa Marekani Trump ukweli. Kwa sababu Mwalimu wakati anapigania uhuru wa nchi za kusini mwa Afrika, Tanzania haikuwa na silaha zozote. Silaha yake kubwa ilikuwa ni mdomo wake. Alikuwa anaongea mambo ambayo yalikuwa yanawachoma watawala wa wakati huo. Uongozi wa namna hiyo ndio unaotakiwa. Vita ya tatu inaweza ikalipuka, lakini sasa hivi huyu Trump amewachanganya sana watu wengi, ikiwemo wazungu wenyewe. Hamdun, unaona nini pengine katika miaka mitano ijayo kuelekea muhula wa mwisho wa Rais Donald Trump na hali ya siasa ya dunia? Afrika itegemea maumivu makubwa, na maumivu haya yataendelea kuwepo, si kwa sababu ya viongozi peke yake. Hapana, mimi hapo natofautiana kidogo na mwenzangu Dr. Kasogi. Ni kwamba tusipofanya marekebisho, mabadiliko makubwa katika mitaala yenye kuzingatia mila na utamaduni na matakwa ya Afrika, hatuwezi kufanikiwa. Kubali ya maprofesa na madokta kwamba inatosha, haiwezi kutosha, kwa sababu Afrika leo ina maprofesa wengi, ina madokta wengi, lakini ni kitu gani wamekibadilika katika mfumo wa mitaala ya elimu ili tuwe na elimu inayozingatia maslahi halisi ya Waafrika na kadhalika. Leo nani anaweza kusimama mkausha? Najua atakamatwa tu na wenzie watamlaani na watamlaumu. Dini zetu, desturi zetu, mila zetu zimetuamisha katika ukweli ya kupenda kuabudu siasa za magharibi na kadhalika. Mwalimu alipambana, lakini naye aliishia njiani, hakuweza kujikomboa kikamilifu kwa sababu alizidiwa nguvu na watu. Na leo Waafrika wengi wanashindwa kujikomboa kwa sababu ya tamaa zinazojengwa na mataifa na mifumo ya Ulaya na kadhalika, ili uonekane useme Kiingereza
Kifaransa kama alivyosema, francophone countries, anglophone countries na nyingine. Ukizungumza Kisukuma kitaka kiaya kimiakiuta unaonekana una akili. Ukizungumza Kiswahili unaambiwa Mswahili na kadhalika na kadhalika. Tunahitaji kufanya kazi ya ziada kuhakikisha kwamba tunajikomboa, ukweli wa kujikomboa. Na kujikomboa huko sio kulaumu viongozi wa Afrika, ni kulaumu vile vile sisi mienendo yetu na mitazamo yetu katika masuala mbalimbali kuelekea mataifa na tamaduni za magharibi na kadhalika. Naam, msikilizaji, na kwa maneno hayo ya Hamdun na Marcel ndio tunafika tamati ya makala ya Gurudumu la Uchumi juma hili. Hamdun Marcel ni mchambuzi wa siasa za kimataifa, lakini pia shukran kwa Dr. Leni Kasoga, mtaalamu wa masuala ya uchumi, pia akiwa Dar es Salaam nchini Tanzania. Niwashukuru sana kwa kushiriki pamoja nasi kwenye makala ya Gurudumu la Uchumi juma hili. Na msikilizaji, usikose kuungana nami kwenye makala nyingine ya Gurudumu la Uchumi wiki ijayo. Kwa nami Emmanuel Makundi, kwa heri. Katika uamuzi wa kushangaza, shirikisho la soka barani Afrika CAF limefuta ushindi wa Senegal kama mabingwa wa taji la AFCON na kulipa taji hilo Morocco ambao walikuwa wenyeji wa michuano hiyo. Unadhani uamuzi huo ulikuwa sahihi? Unafikiri uamuzi huo utakuwa na madhara gani kwa soka barani Afrika? Tutumie mchango wako wa sauti kwenda WhatsApp alama ya kujumlisha 254 110 000 420. Ni kukumbushe baadhi ya taarifa tumekuwa nazo katika awamu hii ya kwanza. Nchi za DRC na Rwanda za kubaliana kusitisha uhasama baada ya mazungumzo nchini Marekani. Mfalme Charles watatu wa Uingereza asifia ushirikiano wa usawa na Nigeria. Asante sana Zeti Jai hapo hivi kwa taarifa ya habari. Wakati huu basi unapotafakari hayo basi na kupatia fursa nzuri ya kuweza kupokea kiziba mkonga cha siku ya leo, ambapo kiziba mkonga hiki kinakupatia fursa tu ya kuweza kutafakari unapoanza siku yako namna hii, asubuhi njema hii, mambo yanakuendeaje? Yamshamsha hivi ambavyo vinakusaidia kuweza kuamka na kupambania maisha. Katika kiziba mkonga cha sasa, maadamu bado hujaona matokeo unayotamani kuyaona kwenye maisha yako, basi usitulie, usinyamaze, usijibweteke, usiridhike, keep pushing. Maadamu bado hujaona matokeo unayotamani maishani kuyaona, basi usitulie, usinyamaze, usijibweteke, usiridhike, keep pushing. Siku moja itatimia. Tunakuomba msikilizaji, simama kitu hiko kufikia malengo yetu ya uratibu, ambapo basi unaweza enda pale kwenye Facebook ya kwetu, enda pale kwenye link ya PayPal, tumbukiza pale mchango wako, utatufikia kwa njia ambayo inapendeza. Wakati huu basi tunakushirikisha kwa njia hiyo ili uweze kuwa baraka. Kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani, sikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa.